Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na mchezo wa 32 bora katika michuano mikubwa ya kombe la dunia ambayo inaendelea pale katika nchi ya Marekani, nchi ya Mexico na Canada, ambapo tunakwenda kuuangaza mchezo ambao umelikutanisha taifa la England ama Uingereza dhidi ya taifa la DR Congo wenye upande wa kuita Kongo, ambapo mchezo huu tunaona kwa upande mwingine ulikuwa ni mchezo wa kuvutia, ambapo tunaenda kutazama mchezo huu kwa sababu kuna mchezaji ambaye amekupita katika ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, ambapo mchezaji huyu kutokea katika Kongo ambaye ni Fiston Kalamayele ambaye kwa sasa anacheza katika klabu ya soka ya Pyramids ambayo inashiriki ligi kuu nchini Misri. Fahamu Fiston Kalamayele ni miongoni mwa wachezaji waandamizi ambao wameweza kufanya vizuri katika kikosi cha timu ya soka ya DR Congo na kuipeleka klabu hiyo katika hatua ya 32 bora mara baada ya kufunga bao moja safi katika mchezo ambao DR Congo walihitaji alama tatu dhidi ya timu ya taifa ambalo lilionekana kuwa gumu mbele ya taifa la DR Congo. Fahamu katika mchezo wa 32 bora ambao umeweza kuchezwa nchini Marekani, timu ya taifa ya England wameweza kufanikiwa kuweza kuifunga timu ya taifa ya DR Congo mabao 2-1, lakini mchezaji Fiston Kalamayele kama kawaida ameweza kuwasha moto wake. Fahamu katika kipindi cha kwanza timu ya taifa ya DR Congo ndiyo ambao walikuwa kwanza kupata bao kupitia kwa Kansel Mbemba, ambapo Kansel Mbemba aliweza kupiga cross safi, kisa mchezaji Brian Spenga akaweza kupiga goli safi katika dakika ya 7. Mpaka half time timu ya taifa ya DR Congo walikuwa kifua mbele kwa bao 1-0. Katika kipindi cha pili tunashuhudia timu ya taifa ya England waliona kwamba wamezidiwa, wakaamua kufanya mabadiliko, kumtoa Bukayo Saka kuingia Nuno Madueke, kumtoa Marcus Rashford kuingia Anthony Gordon, kumtoa Dejan Space na kuingia Eden Hazard, ambapo tunashuhudia katika dakika ya 75 kupitia kwa Anthony Gordon aliweza kutengeneza nafasi safi kwa mchezaji Harry Kane na kuweza kuandika bao la kusawazisha, lakini kabla ya mpira kumalizika dakika ya 86 kupitia kwa Anthony Gordon aliweza kupiga tena pasi safi kwa Harry Kane na Harry Kane akaweza kuiandikia timu ya taifa ya England bao la pili, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi timu ya taifa ya England wameweza kufanikiwa kushinda mabao 2-1 dhidi ya taifa ya DR Congo. Kwa hiyo ndio hivyo, Fiston Kalamayele ambaye aliweza kupata nafasi ya kucheza mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya England ameweza kuondolewa katika hatua ya 32 bora ya michuano mikubwa ya kombe la dunia. Fahamu Fiston Kalamayele amekuwa ni mchezaji wa kwanza kushiriki michuano ya kombe la dunia ambaye amecheza katika ligi kuu ya NBC, ambapo ikumbukwe Fiston Kalamayele amekutumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club ya Maskani Jangwani jijini Dar es Salaam. Bila kusahau Fiston Kalamayele ni mchezaji wa kwanza vile vile ambaye ametoka nje ya mipaka ya Tanzania ambaye alishiriki ligi kuu ya NBC na kushiriki michuano mikubwa ya kombe la dunia na kuweza kufunga bao, kwa sababu Mayele ameweza kutolewa katika hatua 32 bora, lakini kumbukwe ana bao moja katika michuano mikubwa ya kombe la dunia. Mayele anaendelea kuandika rekodi kimya akiwa ni mchezaji kutokea DR Congo ambaye amekupita katika viunga vya ligi ya NBC. Tuambie kwenye comment section kwa hiki ambacho Mayele anaendelea kukifanya. Je, kama ni Mtanzania unajivunia vipi? Je, ligi yetu ni bora ama sio bora? Tuamoni kwenye comment na sisi tutakuja kuyasoma.